langu liko kwenye area support ama resistance. Sawa sawa. Wakati tunazingatia vitu kama hizo, yes, amini karibu. Kaka jambo. Karibu. Kwa majina nani kaka? Abdul. Karibu Abdul. Habari ya soko? Sawa. Umekaranga au umekukaranga? Kawaida. Kawaida. So vile nilikuwa nikisema mbele, tulikuwa naongelea tu story na jinsi ya jifahamisha na soko kabla ya kuitrade. Kwanza uweze kujua iko katika mfumo gani, uptrend ama downtrend, iko kwenye area support ama resistance, na iko volatile ama sio volatile. So mwana ni vitu vitatu. Wakati unaingia katika pair yote, unapaswa hizo ndio ziwe rules zitakwambia hii soko niingie ama nisije kaingia. Wakati mwingine tukisema soko sio volatile, inamaanisha tunatarajia kupata mishumaa zisije zikawa kubwa. Unapata hata kwenye weekly mishumaa midogo. Hiyo soko nzuri ama soko mbaya? Sio soko nzuri. Sio. Kwa kuwa pale itakuwa yani sijui inaenda wapi. Sasa hiyo ukiangalia soko kama hii ilikuwa soko nzuri sana. Ina mishumaa mirefu. Eneo fulani ikimove inaenda kabisa. Sawa. So unapaswa angalie niko kwenye USD anakaaje. Ukishamuelewa USD basi unamchambua kwa utaratibu. Unaangalia area yako kuingia itakuwaje? Itakuwa wapi? Kwanza unasema analyze soko lako. Sawa? Usiingie moja kwa moja. Analyze, angalia anakuambia nini. Sawa. Kwa ajili ya nini nakwambia ni vyema ujue anakuambia nini? Soko wange inakuwa yani ni saikolojia tu ya mtu. Vile wewe unaangalia soko, saikolojia tu. Soko itafanyaje? Wakati mwingine unaona umesema kweli soko ni sell, sawa? Alafu unapoingia tu sell, soko inaamua kwanza kuwa buy. Sinafanyika hivi. Na ikiamua kuwa buy, inamaanisha sio tumekosea, wewe uko sawa, ila mtaji ndio nguzo. Kumaanisha ile mtaji wako kama mtaji wangu ulikuwa mdogo, si kuna mai na chapo sasa. Si ni kweli? Na kwa kuwa mtaji wangu ulikuwa mdogo, niliweka stop loss karibu. Sawa. Itafanyaje? Itakimbia ichape stop loss. Ikashanitoa, sasa imeshakula pesa yangu. Alafu sasa nimeanza imeshindwa sasa itakuwaje? Kitu naambia juu imestapa stop loss basi ama inazidi kubaya, hata basi ni baya. Unapobai sasa inaamua kuseli sasa. Au unasema hapana bana, hii kitu bana hii ama nimerogwa. Ndio kuna kaningwa anasema hii kani nimerogwa ama jirani yangu hataki nifanikiwe kwa maisha basi. Unaelewa? Sinafanyikanga. Unaingia buy inakuwa sell. Unaingia sell inakuwa buy. Basi utaingia nini? Unabuy una sell hapo unafanya nini? Unashinda utafanya nini? Sawa. Lakini ukiangalia ukabai ikaamua kusell inamaanisha imefanya pullback ama retrace kidogo. Si ni kweli? Inaangalia area kuweza kufanya sasa ingie na force nzuri. Na soko kila wakati kifanya pullback, sunanange na move haraka kushinda wakati napaswa buy normally. Si ni kweli? Pullback inachapanga mbio sana. Kama ulikuwa umeingia low size kubwa ya tembo pale low size ya moja, ukasema kweli mimi nitasell hii soko mpaka hapa. Ikachapa tu pullback. Maybe 30 pips mara moja. Si imeshachapa mtu vibaya sana. Hata shamtoa hivi. Si ni kweli? 30 pips ilikuwa $100. Kama ulikuwa $100 nimechapa 30 pips. Si ushatolewa kwa soko? Ushatolewa kabisa. Pullback mbio. Alafu ikaanza kwenda vizuri. Kuna areas za soko unapaswa uzingatie sana. Area support and resistance. Area consolidations. Wazazi wa support and resistance ndio supply and demand. Sawa. Wakati support anakupa mshumaa moja ama mbili pale, unapata supply and demand imechapa mshumaa refu imezidi zile mbili za support and resistance. Si ni kweli? Kwa kuwa sana mfumo umeshika zote, umeshika area yote, soko ilikuwa ikifanya decision making. Sawa. Ilikuwa inafanya decision making. So unapo analyze soko lako, zingatia hizo vitu vitatu. Ukisha zingatia vitu vitatu kama hivyo, utafuta soko lako ni gani unataka kulitrade leo. Sawa. Usikimbilie kutrade soko pairs kama sita. Sisi unless kama mtu hapa ni robot, ila sisi ni binadamu. Sawa. Hawezi kuwa na macho ya kuangalia hapo, kaangalia pale kwingine. Macho yako sipotua hapo mbele. Utaona tu ile ya mbele peke yake. Si kweli? So wakati na unazingatia moja mbele, kuna zingine orders ulikuwa umeweka pale iko kwenye -20 na kuna +1. Sio kwenye negative already.
Sawa sawa. So tujifunze kutokuwa walafi, kutoka kula kila kitu. Tumule mmoja atatulipia kodi kama. Sawa sawa. Ukimwelewa soko mmoja tu hivi. Sawa sawa. So elewa jinsi ya kufanya soko lako. Ukishaweza kuelewa jinsi ya kufanya soko, basi ni trade sasa. Tuongelee sasa support and resistance ya kaka hapa. Nitawezaje kujua support ni strong ama weak? Tunaweza kujua. Kaka ulizwa swali, basi tuambie mwenyewe wewe binafsi. Utawezaje kusema strong support ama weak support? Unapozungumzia strong support ni ile zone ya chini ambayo price inakuwa imegonga zaidi ya mara 2 au mara 3 na inashindwa kuvunja. Na unapozungumzia weak support ni ile zone ya chini ambayo inazungumzia kuhusu price ikifika inagonga mara ya kwanza, ya pili, then mara ya tatu inaweza kukuta imevunja. Yaani kwamba haina nguvu, yani ni dhaifu. Hiyo unapozungumzia strong support ni ile ambayo ina nguvu. Yaani price imegusa zaidi ya mara 3. Lakini unapozungumzia strong resistance nayo ni hivyo hivyo. Kwamba ni zone ambayo ile ya juu ambayo inakuwa ina nguvu, yani price inakuwa imegonga zaidi ya mara 3 au mara 4. Na kuzungumzia wiki pia ni ile ambayo ni dhaifu, kwamba imegonga ikavunja. Kwa hiyo ndio kama tunajua. Asante sana. Mwingine wa kujaribu ama kuongezea? Mwingine wa kuongezea? Mwingine nitasemaje hapa ni strong support ama weak support? Strong support kwanza lazima itajua wewe ni shauri kwa resistance, Ni shauri kwa resistance. pia tukishavunja na kuendelea. Yaani ni strong. Okay. Na weak support? Weak support ni ile ambayo inakuwa ni support kwa baadhi tu maeneo, lakini ndio ukienda kama ni nyumba inakuwa ni kwenye ile yake. Sio eneo isipate kwa support kidogo. So ukitaka kuweza kujua strong support, sawa? Strong support. Umeona jinsi nilikwambia kuna maeneo kuna price ilifika, sawa? Na kuna mahali market ilibadilikia. Umeona kuna vitu viwili pale. Mahali price ilifika na mahali market ilibadilikia. Wewe kama trader shika hizo maeneo mbili. Sio kwa mfano nilikuwa nikiangalia hapa kwa mfano hii maeneo. Si hapa ndo mahali market iliamua kubadilikia. Si ndio? Na hapa ndo mahali price iliwahi fikishwa. Price ilifika akarudishwa, ndio sasa soko ikafanya nini? Ikabadilika. Sawa sawa. Sasa hivi tumeona soko liko chini na hii area iko juu. Wakati soko itawahi kuja katika hii area, nitajuaje kama ile maeneo ni strong ama ni weak? Simuona tunapaswa tuangalie tukio lililofanyika kwenye hii week. Sawa sawa. Katika area ya mahali market ilibadilikia na mahali ifanya nini? Price ilifikia. Hapo ni mahali ya kuzingatia wewe kama trader. Sawa sawa. Hii maeneo ndani yake. Sawa sawa. So ukitrade soko lako wakati anakuja hapa akiingia, anaweza kaingia hapa akarudishwa. Si ndio? Anaweza kavunja akakuja akafungia ndani. Si ndio? Na anaweza kavunja akafungia juu. Nani amepita hapo sasa? Kuna moja amevunja akarudi akafungia ndani. Mwingine amekuja ndani akafungia tu hapa. Mwingine amefungia juu. Nani amevunja? Aliyefungia juu amevunja. Si kweli? Kumaanisha mwingine area ni strong sana akarudishwa. Tukiangalia tukio lingine, maybe kulikuwa na hii week tukizingatia, kumbe kulikuwa na nyingine juu yake ndogo katika historia iliyopita pia. Si ndio? Kumaanisha kuna level nyingine pia pale imeshindwa sana, imemshinda sana kabisa kupita. Sawa sawa. So ukitrade soko lako, sema kwa mfano tunaangalia maeneo. Amesema kaka hapa inapaswa hiyo maeneo iwe tukio lililopita lilishawahi hata kuwa nini? Supported. Ilishawahi vunjwa na mishumaa full body. Sawa sawa. Sio mkiwa, full body ilishawahi vunja. Sawa sawa. Na ilishawahi hata kuwa resistance katika tukio lililopita. Tuangalie maeneo tuone kama ni area hii ni chati ya wana ni wiki.
atuangalie hiyo kwenye weekly tuone kama ni strong area. Simwani strong area. Si strong area wala kabla kwenda mbali sana. Si ndio? Tumeona hapo. Angalia vile tumeongelea. Simwona waliingizwa ndani na hata kwa ivunja hapa akarudishwa tu. Kumaanisha hii hapa, hii area yenyewe ni strong. Si kweli? Wakati atawahi vunja hapa, angalia kama vile alivunja huyu. Ona vile alivunja. Na ni weekly. Wakati alivunja Simana anavunja na full body. Si ndio? Akivunja na full body. Kumaanisha hiyo maeneo. Sasa hivi tumeshaona hii soko bado liko kwenye movement ya chini. Si downtrend movement. Si ndio? Hii ni kwenye weekly chart, hiyo kwenye movement ya downtrending. Na support kuu tumeona kama resistance samani. Hapa tumeona ni strong resistance, tumeshaimark already. Tushajua wakati siku moja itawahi kuja kufika pale, tunajua nini itawahi kuja kufanyika. Si kweli? Inaweza kafika karudishwa ama inaweza ikivunja anazidi kwenda tu. Si kweli? Tuangalie tena hii maeneo. Kuna hapa angalia hii maeneo pia, angalia hii maeneo. Ona hata kuna mshumaa alikuwa na hiyo size ya hiyo maeneo tu. Alikuja kai complete na hapa, ila hii sio kuvunja. But hii hapa kama ule unajua candlestick shapes, ungeliona hii ungejua tu anazidi kwa nini kuanguka. Si kweli? Ungeliona hii hapa ungejua anazidi kuanguka. Watu angalie katika historia iliyopita yake pia bora na kazi. Angalia hapa alivunjwa na mshumaa refu. Alivunjwa, kuvunja kabisa. Alikuja kafikia hapa. Ila this one here first, I think ni hii hapa. Umeona hapa imekuwa resistance pia. Hapa imekuwa resistance. Hapa huyo alivunja, umeona alivunja. Huko amekuwa resistance, hata ile tukio zingine ile bado amekuwa, yaani ile ya juu tuchora, umeona amekuwa resistance kama mali mingi sana. Si ndio? So hizo tunazimark. Hapa amekuwa resistance vizuri. Resistance imekuwa resistance sana hizi. Na hapa pia imekuwa nini? Support. Imekuwa chini ya soko. Hapa pia imekuwa support. Imekuwa chini ya soko. Hii maeneo tunaangalia pia. Hii maeneo ni area nzuri sana ya kuangalia nini itawahi kuja kufanyika hapo. Itakuja inaweza fika hapa akarudishwa. Si kweli? Na akivunja hapo natarajia aende mahali gani next? Pale juu. Si kweli? Hiyo ndio area ya target. Hizi ni ndogo ndogo. Umeona hizi area ndogo ndogo hizi pia. Hizi ni hidden areas ya mahali soko. Ukiwa unaweka take profit zako, unapaswa uwe unalenga maeneo kama hizo. Maeneo mahali unapata mshumaa zilikuja kama huyo hapa, anakuwa katika area moja hivi. Hii area unapaswa uzingatie sana. Wakati mwingine soko inafika pale, alafu inaweza amua kufanya nini? Kushuka, ina retrace kidogo, alafu kaamua kuzidi kwenda juu. Lakini kiretrace, unajua kuna profit yako ulikuwa ushatengeneza na kunyang'anya tena. Na ikishakunyang'anya hisia inaingia ndani. Hapana, hata nifunge. Unafunga $10, ukija kuangalia imeenda pips kama 50 juu. Unashindwa, mbona nimefunga ikiwa $10? Sawa sawa. So areas kama hizo unapaswa angalia sana, kuna hidden areas za soko. So that is support and resistance. Support vile tumesema inapaswa iwe ilishawahi kuwa support katika tukio la nyuma, ilishawahi kuwa resistance katika tukio la nyuma, ilishawahi vunjwa na mshumaa refu. Hivyo pia kwenye resistance inapaswa ikuwe na hiyo historia pia. Sawa sawa. Hiyo ni kuongelea support. Consolidation areas tumesema ni wakuu ama wazazi wa nini? Wazazi wa support and resistance. Consolidation areas, zones tunavyoongelea ni area soko ikifika pale hatuna sasa movement ya juu, hatuna movement ya chini, tuna movement ya katikati. Si ndio? Na hizo sio areas nzuri ya trader kupatikana akiwa na trade ndani yake. Sawa sawa.
Hiyo ndio area kama wewe trade unapaswa kuwa unaita area ya exit. Si ndio? Area ya kuweka take profit zako. Supply na kuna aina mbili ya demand. Kaka unaweza kutuambia moja ama mbili unazozijua? Mtu yote aina za supply aina ya supply mtu yote. Aina ya supply inakuanga na drop, base, drop. Sawa. Inashuka ikawa na base ile decision area, akaamua kushuka zaidi. Decision area ni kama breathing point ya market, si ndio? Ni kama unajadiliana, je, tuzidi kuanguka ama tupande sasa? Sawa. Ndio tunasema soko likiwa likishuka hiyo maeneo ndio area yako ya kutoka. Na wakati navunja hiyo maeneo inamaanisha imeshatoka ndani ya consolidation. Decision ishafanyika, soko na kufanya nini? Anaamua kwenda juu. Sawa. Ama na kufanya anaamua kwenda chini. Unapaswa ujue ku pinpoint hiyo maeneo, unachorea ile rectangle, ile box pale. Sawa. Naonyesha jinsi ya kuchora box, uchore mwafaka niposa ukajua wakati ataweza kutoka hapa, najua niko naye moja kwa moja. Sawa. Unapaswa highlight hiyo maeneo katika soko lako. Highlight hiyo maeneo. Na utaweza kufanya tu hizo kama unafuata pair moja, sio sita inakuomba uko nazo nyuma. Kwa kuwa ukiwa na pairs mingi utasahau hata kuangalia kumbe ilikuwa katika area ya consolidation. Ukirudi kwenye USD, imefanya vizuri. Nikirudi hapo kumbe imekuja consolidation, yani unachanganyikiwa. Lakini ukifuata pair moja, kaka ukifuata pair moja na ukafull time katika kitu, bado uko sawa. Ama anangani. Ukiwa tu uko full time ile kitu na uko kwenye pair moja, hakuna ingine. Uko sawa. Lakini ukiwa na pair sita, hauwezi sita. Sasa hata nadhani kwamba kweli hauwezi ukatrade pairs kama 10 kadhaa utakuwa tajiri haraka. Hamna. Afadhali ukazingatia huyu mmoja ukamjua jinsi unaweza kuwa na mrembo pale. Utamjua kwa kuwa unaweza jua wakati